Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Kusumbuka kwenye usafiri. Mtu au watu kuhitaji kupajua unapoishi. Kujiona una mabadiliko. Mtu kuumbuka kwa jambo. Kitu ulichokihisi utapata kujua undani wake. Kutamani au kuhitaji kupunguza nywele. Maneno ya mtu yanakupa mwangaza mpya. Utajali kitu unachokipigania. Nyota ya simba. Ulikuwa na hofu ya jambo, lakini umeshinda vizuizi vyote. Kuhisi una vidonda vya tumbo. Utamjulisha mtu jambo ambalo alishakwambia kuwa litakuwa. Utakuwa mwenye ukarimu kwa mtu. Kutaka kufanya jambo la kujiendeleza. Kuvutiwa na kitu au kupendezwa nacho. Nyota ya mshale. Kufululiza kumuota mtu. Kuoneshewa adui yako kwa vitendo. Kusimulia kitu. Utafanya mtu akuamini kwa haraka. Kulifikiria wazo au jambo la mtu. Nyota ya mapacha. Kupima ugonjwa wa macho. Kupatana na mtu kwa jambo ambalo utakuwa unalisisitizia sana. Utahitaji usaidizi wa kifedha. Mbinu yako kutofanya kazi. Amani iliyopotea ghafla itarudi tena moyoni mwako. Nyota ya mizani. Kutamani mtu akutafute ikiwa mwanzo ulikuwa unampuuza. Kuhakikisha kitu. Leo utahisi kukombolewa kwa jambo kubwa sana. Wema wa mtu utakuwa na kukumbusha umoja wenu. Kutamani kujifunza vingi vinavyokuongoza. Nyota ya ndoo. Mtu atakukumbusha jambo mara kwa mara. Kuyafurahia mafanikio ya mtu. Kuunganishwa kwenye matumizi ya bure ya kitu. Kupenda hali ya kupata nafasi ya mwanzo. Kuchaguliwa au kuteuliwa kwa jambo fulani. Utapokea taarifa yenye kumuhusu mtu. Chuki ya mtu haitokuwa na nafasi kwako. Nyota ya samaki. Mtu unayemfahamu atakuwa mwenye kujificha sana. Hataki kuonekana kwa sababu fulani. Kutumiwa ujumbe na mtu kila siku. Kuhisi ulichelewa kuipata bahati ya sasa. Utasita kumwelekeza mtu kitu. Maombi yako ya asubuhi yatapata majibu kwa haraka. Kichwa kuuma na mgongo pia kuuma. Kuipenda sehemu kwa utulivu wake. Nyota ya nge. Matukio ya zamani yatakuwa yanajirudi sasa. Kujua kitu ulichofichwa. Kutamani kitu. Kuongea kwa ucheshi na mtu. Kuhitaji awe huru kwako. Mtu atakuita kwa ukubwa wa heshima. Kuongezewa kitu. Kuwapa chakula viumbe ambao wanakuja mara kwa mara karibu yako. Kukabidhiwa kitu cha kukimiliki. Ndoto zako kutimia. Nyota ya kaa. Kuchomwa na kitu ambacho kitakupa maumivu. Sehemu ya kidole au sehemu yoyote ile ya mwili. Kuweka ahadi moyoni mwako ya kutimiza kitu. Kusherehekea jambo. Kutamani upate usafiri wa haraka kukufikisha sehemu. Kukaa sana karibu na mti. Kuna nguvu utakayokuwa unawasiliana nayo. Mtu atakupa wasiwasi baada ya kutojibu jumbe zako. Kuingiwa na kitu jichoni. Kuwashwa mwili. Nyota ya mashuke. Kumkatalia mtu kwa tamaa zake. Mtu anafanya ukose kujiamini. Kupajua sehemu anapoishi mtu. Kupata jeraha dogo. Watu kujadili sana kuhusu wewe. Utamjibu mtu neno ambalo litamfanya ajiweke mbali na wewe. Kufanya matumizi ya pesa ambayo hukuyapangia. Nyota ya mbuzi. Mtu unayemfahamu atakuomba urafiki kwenye mitandao. Kutamani kusifiwa kwa ulichokifanya. Mtu anahitaji umfichie siri yake. Kuwaona mbwa mara kwa mara. Unajulishwa katika namna ya utetezi na kuandamwa pia. Nyota ya ng'ombe. Kuukumbuka uwepo wa mtu. Kuona ndoa nyingi. Itakujulisha uhusiano wako utakuwa imara. Kujiuliza sana kuhusu jambo fulani. Kumuona mtu akiwa mwenye mafikirio ya mbali kwa kila alifanyalo. Unahisi upweke mara nyingi. Chaguo lako sahihi litakuhakikishia ukweli kila wakati. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi.
kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.